Breakfast. Kibiashara zaidi. Yes, mambo vipi? Karibu sana kwenye Kibiashara Zaidi, sehemu pekee ambayo tunazungumza masuala mbalimbali ya biashara na masuala ya uchumi. Sasa leo hii nakupeleka kwenye akili mnemba, ambako hapa tunazungumza na wafanyabiashara lakini pia wadau wa masoko juu ya swala hili. Sasa kwa miaka hivi karibuni utakumbuka kwamba matumizi ya AI yameongezeka kwa kiasi kikubwa duniani, na kubwa zaidi yakirahisisha uandishi wa maudhui ya matangazo, lakini vile uchambuzi wa tabia za wateja na uendeshaji wa kampeni za masoko. Hata hivyo, ongezeko hilo limezua mjadala kuhusu hatma ya ajira za maafisa masoko kwenye upande huu wa biashara. Sasa wafanyabiashara wenyewe wanasemaje kuhusiana na uwepo wa AI kwenye biashara, maafisa masoko na mambo kama haya ambayo leo natamani tuweze kuyatazama. Wafanyabiashara na maafisa masoko jijini Dar es Salaam wamekiri juu ya uwepo wa ongezeko la matumizi ya akili mnemba, yani AI, ambayo yanaonekana kuwa ni tishio kwa nafasi za maafisa masoko, lakini vile bado wanaamini haiwezi kuchukua nafasi ya ubunifu na mahusiano ambayo yamejengwa na binadamu. Kama tunavyojua kwamba hii artificial intelligence au nasema ile akili unde, akili mnemba, imekuja kuturahisishia kwenye masuala ya masoko. Kwa mfano, kwanza kabisa kwa mteja, imekuwa ikisoma ile tabia ya mteja na kutoa ile tangazo moja kwa moja kujua ni bidhaa gani anayoihitaji. Kwa hiyo moja kwa moja sisi kama wafanyabiashara imeturahisishia kujua kwamba ni aina gani ya bidhaa ambayo mteja anayoihitaji kwa wakati fulani. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunafahamu. Kingine imekuja kuturahisishia kusoma lile soko kwa ujumla, kwamba katika soko sasa hivi ni ulaji gani wa bidhaa ambayo inahitajika sana kuliko nyingine. Kwa hiyo ile demand and supply kwa wafanyabiashara tunakuwa tunaitambua. Kwa mfano, mteja wanakuwa labda wanapendelea bidhaa ya kitu fulani. Kwa hiyo sisi wafanyabiashara moja kwa moja tunapoenda katika kununua zile bidhaa, tunakuwa tuna consider sana bidhaa fulani, badala kuwa na stoku kubwa ambayo inakuja kubakia kwenye maduka yetu kwa muda mrefu pasipo kutoka. Kwa hiyo kwa njia hiyo inaturahisishia wafanyabiashara kuweza kufanya biashara kwa njia rahisi. Halafu pia imekuwa ikitusaidia sisi wafanyabiashara kujibu yale maswali ya wateja ambayo wamekuwa wakiuliza kwenye mitandao. Wamekuwa wakiuliza labda kuhusiana na bidhaa fulani, ubora, udhaifu wa ile bidhaa au imara wa ile bidhaa. Kwa hiyo moja kwa moja imekuwa ikitoa yale maswali kwa haraka kwa mteja na kuturahisishia sisi wafanyabiashara kuenda kuifanya ile biashara kwa njia rahisi zaidi. Nafikiri moja kwa moja kwa njia kwenye masoko, kwa upande wa wafanyabiashara inakuwa inatukuzia lile soko kwa urahisi zaidi. Kama tulivyoangalia hapo mwanzoni kwamba hii ina faida, labda tulivyoangalia kwamba inaturahisisha kwenye masoko kujua tabia za wateja, wanataka kitu gani, imekuwa ikisoma ile mienendo ya soko, ile bidhaa sokoni. Moja kwa moja pia haikosekani hasara na ni au zile tunasema mapungufu. Kwa hiyo mapungufu ya hii AI kwanza imekuja kuua soko la ajira kwa watu. Kwa hiyo moja kwa moja tunapotumia zile mashine, badala ya kutumia ile akili ya binadamu, ile hisia ya binadamu moja kwa moja inapunguza ile ajira kwa watu. Kwa hiyo upungufu wa ile utendaji kazi wa watu moja kwa moja unakuwa unapungua. Kwa hiyo mashine zinakuwa zinatumika. Kitu kingine imekuja sababishia kwa mfano kama ile huduma kwa wateja, ile hisia, huduma kwa wateja ya moja kwa moja nakuta ule uhisia ule haupo, kwa sababu inatumika akili ambayo ni akili unde, ile artificial intelligence, badala ya kutumia zile hisia za kibinadamu. Kwa hiyo hata ile huduma kwa wateja pia inaweza ikawa sio ile halisia, inakuwa sio ule uhalisia. Halafu pia kwenye kitu kingine, kwenye masuala la hasara, huu mfumo unahitaji uwekezaji mkubwa, unahitaji fedha. Kwa hiyo kwa wale wafanyabiashara wadogo au na wale wakati, ni vigumu sana kuweza kuingia hizo gharama za kuweza kuwa na hii mifumo kwa ajili ya uendeshaji wa biashara. Kwa hiyo tunaona kwamba ni wafanyabiashara wakubwa tu wanaweza wakawa na hivi vitendea kazi, wakaweza kuvinunua na wakawa navyo. Kwa hiyo kwa upande mwingine, kwa wafanyabiashara wadogo inakwenda kuwa ni changamoto kwao. Kibiashara Zaidi. Mwanzoni nilikuwa tunatumia sana kusea, ila sasa kidogo tumeachana nayo, kwa sababu tunaona watu wengi wanaitumia. Hata endapo pia utakaposti biashara yako kupitia AI, wateja wengi wanakuwa wavutiwa, maana wanajua sio uhalisia, maana inajionyesha nature kabisa kama hizo kile chokifanya binadamu.
ni mchezo tu wa kompyuta ambao unatumia kutengeneza. Sisi hapa hatutumii njia ya AI sana kutafuta wateja. Sisi huwa tunatumia influencers pamoja na ads, zile pale sponsors ndo sana tunatumia sana kwenye kutafutia wateja wetu. Tutumie AI manake hata tukijaribu kutengenezaga cover yake inakuwa ni nyepesi sana kujulikana, zinafanana kwenye utengenezaji, ndio maana tutumii sana AI. Kwetu sisi influencers na ads zina mchango mkubwa sana kwa sababu zina uaminifu. Kwa mfano unaweza ukamtumia influencer ana ushawishi mkubwa, na hata sisi influencer ambao tunatumia huwa mteja akija hapa sometimes huwa anasema bwana nimeona kitu kwa mtu fulani, anamtaja influencer ambaye alotangaza biashara. Na hata kwa ads pia huwa tukiposti zile sponsors, wateja wengi unajua wanakuwa wanatoka maeneo mbalimbali, so huwa lazima mtu kwanza aje kwenye profile aje kuangalia hii account ni kweli inahusiana na biashara, na lazima angalie inaendaje, maana pale kuna mlolongo mzima bio yetu pia inajieleza, sababu account yetu kubwa ipo verified. So mteja lazima aulize jamaa anaweza kupata kitu hiki, kama kipo tunamwambia kipo, kama hakuna tunamwambia hicho kitu sold out. It means kama atakipenda kitu kingine atakapokuja tena kukiona huwa anawasiliana na sisi na bidhaa yake namfikia mahali popote, iwe ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa uaminifu mkubwa tunafanya deliver. Yani kwa ambavyo mimi nilivyoanza, huwa simshauri sana kwa mtu anayetaka kuanza kufanya biashara aanze kufanya na AI, sio vizuri. Inabidi aanze na kuaminifu kwanza wa watu wa kawaida ambao kwenye jamii wanaomzunguka na kwenda kwa mapana zaidi. Asianze na AI direct, inabidi kwanza aanze kutengeneza uaminifu chini, tunasema msingi maana yake. Msingi ukishaanza kuwa mkubwa, hasa yeye ndo ataamua aanze kutafuta influencer. Kwa mfano anaweza mtu akaja hapa akanunua nguo, sawa, akaja hapa jamani nimekuja kununua nguo, akanunua nguo vizuri, ile nguo labda itampendeza, itakuwa vizuri, ataweza kukutana na mtu njiani akamuuliza bana shati lako umelipata wapi? Atasema nimelipata kwa Lisa Classic Mitumba Kinondoni, nielekeze. Atamuelekeza, ina maana atafanya nini? Atakuja mteja mwingine, akija na yeye ataona kweli vitu vizuri. Hizo ndo ambazo trust ambazo nazozitafuta before kwenda kwenye AI, si kutafuta influencer. Msingi kwanza anza kutengeneza wapi? Chini. Watu watakapokuamini chini, huko kote utafanya nini? Utafika, maana siku zote kizuri huwa kinajiuza chenyewe. Kibiashara zaidi. Naam, wafanyabiashara madini pia wamezungumza namna ambavyo matumizi ya akili unde yanawezesha kufanya kazi zao kwa ufanisi mkubwa, lakini pia kuongezea masoko katika upande huu. Jumbe Nungu, huyu ni mfanyabiashara madini nchini Tanzania, anatuambia namna anavyotumia AI kama chombo cha kurahisisha kazi yake, lakini si mbadala wa watu kwa upande wa masoko. Hatuwezi kukwepa matumizi ya AI, na hasa sisi wachimbaji amekuja kuturahisishia sana, kwa sababu sasa hivi kila mchimbaji ambaye anaijua AI anaweza kuitumia AI kuuliza swali lolote lile ambalo linahusiana na mambo ya madini. Kwa hiyo kwa kupitia AI kila mtu anaweza kuitumia vizuri kuwa geologist. Umeshanifahamu Badala ya kwenda kutafuta information hiyo labda kwa mtaalamu ambaye yuko mbali, unaweza ukaipata hiyo information kwa kutumia AI. Lakini kitu kingine ambacho ni cha msingi sana, tunaweza pia kutumia AI kwa sababu ya masoko. Kwa mfano, mimi nina viwanda vya madini mkakati na viwanda vya graphite. Nikitaka kujua soko la madini ya graphite litakwendaje ama linakwendaje, sina sababu ya kumuita mtu wangu wa masoko. Naweza kutumia AI kuweza kujua kwamba masoko ya madini ya graphite yanakwendaje na kwa mwelekeo wake kwa wakati unaokuja yatakwendaje. AI pamoja na faida zake, lakini zipo hasara ambazo hatuna namna yote, lazima face. Na moja kati ya hasara ambayo tunakwenda kupambana nayo ni baadhi ya watu kupoteza ajira zao. Kwa mfano, mimi na kiwanda ambacho kilipaswa ni ajiri watu 300 mpaka watu 500, lakini najikuta natumia watu 40 tu, kwa sababu tunatumia hizo akili mnemba au sobane kucontrol maeneo ambayo yangepaswa mwanadamu wa kawaida afanye nini, asimamie. Kwa hiyo moja kati ya athari ambazo tutakwenda kuzipata ni Watanzania ama wanadamu kwenda kupoteza ajira
na badala yake ajira zao zikachukuliwa na AI. Hiki ni kitu ambacho hatuwezi kuzuia, na hii ndio dunia ambayo tunakwenda kufanya nini? Kupambana nayo. Kibiashara zaidi. Pengine upande wa maafisa masoko wenyewe wanasema teknolojia hiyo imekuwa na umuhimu mkubwa kutafuta namna sahihi ya kufanya biashara zao na imebadili namna wanavyofanya kazi, lakini haijafuta umuhimu wa taaluma yao hata kidogo. Raymond Kasambula, huyu ni afisa masoko, anasema AI ni msaidizi muhimu kwao, na kwenye swala zima la masoko imekuwa sehemu ya kupanda teknolojia kutoka kule ambako wamekuwa, na pia inaweza kutoa mawazo na kuchambua taarifa makini, lakini ubunifu, kupanga mikakati na kujenga mahusiano na wateja bado ni jukumu lao binadamu. AI naweza kusema ni mshindani, pia ni msaidizi kama unaitumia ipasavyo, ila pia imekuja kutengeneza watu wavivu, kwa sababu kwenye sales and marketing it's all about creativity. Sasa ukiwa unategemea kupush button moja upate matokeo, tumeona vitu vinakuja vinaondoka. Teknolojia ndio ilivyo, vitu vinakuja vinaondoka. So kama umebase sana kwenye matumizi ya AI, kuna muda itakuja utafeli. Yani nikasema hivyo, unaweza ukafeli kwa sababu thinking capacity ya binadamu itabaki pale pale, kwa sababu hata hiyo AI ni vitu ambavyo mtu alikaa, alifikiria, akaviweka ili vikusaidie wewe. Still human mind itabaki kuwa supreme. Yeah. Kuna wenzetu ambao wametutangulia huko, wako mbele wanakuambia artificial intelligence itakuja ku take over the world, kwamba binadamu wa kawaida tutakosa ajira. Ila mimi siliamini hilo, kwa sababu sisi ndo tumezitengeneza, sisi ndo tunaziprogram. Kwa hiyo sisi ndo tuna uwezo wa kufanya au kusema nini ni better au nini kinachoweza kufanyika bora katika upande wa masoko na biashara. Kibiashara zaidi. Upande wa wachambuzi wa uchumi wanasema badala ya kuogopa AI, basi wataalamu wa masoko wanapaswa kuiona kama fursa ya kuongeza ujuzi na ushindani katika soko la ajira. Mazela Motimo, huyu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, anasema teknolojia haiwezi kusimamishwa hata kidogo. Badala yake suluhisho ni watu wa masoko kuweza kujifunza matumizi sahihi ya AI na kuiunganisha na ujuzi ambao wako nao. Atakayejifunza kuitumia AI, anasema anaweza kuitendea vyema zaidi katika soko la biashara. Kiuhalisia ukuaji wa teknolojia huwa unakuja take over baadhi ya ajira, sio ajira zote, lakini kiuhalisia ni kwamba kwenye matumizi ya teknolojia ya AI kwenye masoko ama utafutaji wa ukuzaji wa biashara, kwa kiasi kidogo sana ambako umeweza kuchukua hizo fursa za watu, lakini siku hizi watu wanazitumia hizo fursa pia hizo AI kutengeneza ajira zao wao. Kwa kitu cha muhimu nafikiri na kimsingi ambacho kinaweza kuwa kizuri zaidi ni kwamba watu kuwa updated, kwamba kuendana na mahitaji ya hiyo AI. Unajua AI lazima uielekeze nini cha kufanya ili ikupe maelekezo mazuri ama ikupe majibu. Kwa sasa huyo nani ambaye anatakiwa kuwa na uwezo wa kuielekeza hiyo AI ifanye nini? Maana yake ni huyo mtu ambaye ni professional wa masoko, si ndio? Kama anataka kutengeneza idea ya tangazo fulani, maana yake idea hawezi kuitengeneza mtu tu, maana yake inabidi aitengeneza nani? Mtaalamu wa masoko, kwamba ili kuwe na ajue inahitajika tangazo liwe hivi, liwe vile, liwe hivi, si ndio? Kwa hiyo lazima tuwe na ule mtazamo wa kwamba AI imekuja kurahisisha pia kwamba badala ya kutumia nguvu nyingi kuanza kudigest, kuchukua huyu weke picha hii ufanye hivi, ama kutumia picha ama kutengeneza sauti za back voice ili kutengeneza tangazo. Sasa yule mtu ajue kwamba okay, kumbe sasa hivi mimi naweza nikaicommand AI nikaipa maelekezo yangu ikafanya, kwamba ikadeliver ikanipa majibu ama ikanipa matokeo ya aina fulani. Kwa hiyo
kwa kiasi kidogo zinachukua ajira, lakini kwa kiasi kikubwa ni vile ambavyo inahitajika kwamba tuwe updated, yani watu tuwe updated, lakini pia serikali isaidie introduce baadhi ya kozi hizo vyuoni huko, ili wasaidie watu kupata hayo maarifa, kwamba kama nasoma labda marketing administration, nasoma marketing, ndio, ama business administration, basi kuwe kuna baadhi ya moduli ambazo mtu mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu anasoma, ambazo zitamuongezea huo uwezo wa kutumia teknolojia kuimplement matangazo na vitu vingine kama hivyo. Kibiashara zaidi. Ni lazima tufahamu kwamba kadri matumizi ya AI yanavyozidi kuongezeka katika biashara, wadau wanaafikiana kuwa mustakabali wa taaluma ya masoko hautategemea tu uzoefu, bali pia uwezo wa wataalamu kujifunza na kutumia teknolojia mpya ili kuongeza ubunifu zaidi, ufanisi na ushindani katika dunia ya biashara ambayo inabadilika kwa kasi sana. Tunahitaji kuitumia vyema. Baadhi ya takwimu kwa mwaka 2026 nikwambie, matumizi ya AI duniani yanatarajiwa kufikia zaidi ya USD trilioni 2.59 kwa mwaka 2026, ikiwa ni ongezeko la 47% kutoka mwaka 2025. Katika swala zima la uwekezaji wa AI, zaidi ya 45% matumizi yote ya AI yanaelekezwa kwenye miundombinu kama vile data centers, AI service, lakini pia na masuala ya miundombinu ya cloud. Soko la AI wanasema limepanda zaidi, ambako matumizi ya AI sasa yanakadiriwa kufikia USD bilioni 64 mwaka 2026, hii ikiwa ni ongezeko la 63.4% kutoka mwaka 2025, na hii ni kwa AI models. Tumalize na sekta ambazo zinatumia AI zaidi. Kwa mujibu wa takwimu, inasemwa kuwa teknolojia yani IT inaongoza nafasi ya kwanza kwenye matumizi ya AI, lakini benki na fedha, kisha afya, viwanda, elimu, kilimo na mwisho usafirishaji. Lakini katika swala zima la ajira, AI imeendelea kuunda ajira mpya katika masuala mbalimbali ikiwemo engineering, data service, data science pamoja na masuala ya AI security. Ni vyema kufahamu kwamba AI si tu mbadala, lakini ni sehemu muhimu ya wafanyabiashara, lakini pia wahusika watafutaji masoko kuitumia vyema ili kutengeneza mbinu za kisasa na za uwajibikaji zaidi kupata wateja. Kwa wakati wote ulikuwa nami John Lawrence Rupokela, na hii ni Kibiashara Zaidi. Super Breakfast. Kibiashara Zaidi.